Hapa chini ni uchambuzi wa fursa ya zao la mbilimbi, tukizingatia muundo wa kuanza na muhtasari na mabadiliko ya jina la kufungia mwisho kama ulivyoelekeza. Muhtasari wa fursa, executive summary. Mbilimbi ni zao ambalo limekuwa likitumiwa kienyeji zaidi, lakini lina fursa kubwa ya kiviwanda katika uzalishaji wa viungo vya chakula, vinywaji na bidhaa za usafi. Kutokana na asidi yake ya asili na wingi wa vitamini C, mbilimbi ina soko pana kwenye usindikaji wa achari, pickles, viondoa madoa na tiba asilia. Kwa mti mmoja unaozalisha mamia ya matunda mara kadhaa kwa mwaka, mbilimbi ni mradi wa gharama nafuu wenye faida kubwa kupitia ongezeko la thamani la hadi 500% unapochakatwa kuwa bidhaa za sokoni. Mwangaza wa fursa. Mada: mbilimbi, kiungo kidogo chenye pesa nyingi. Mtangazaji: Mr. Data. Kauli mbiu: namba hazidanganyi, ni muda tu. Utangulizi wa fursa. Watu wengi huona mbilimbi kama tunda la kawaida la utotoni au kiungo cha ziada jikoni, lakini kwenye kipindi cha Mwangaza wa Fursa, sisi tunaona rasilimali inayoweza kutikisa soko la viungo na bidhaa za usafi. Mbilimbi ni zaidi ya uchachu tunaoujua, ni malighafi inayohitajika viwandani. Leo tunaupasua mbilimbi ndani ya chaneli ya Mwangaza wa Fursa ili kuona jinsi gani tunda hili dogo lilivyo na namba kubwa za faida. Profaili ya mmea na uwekezaji wa muda. Mbilimbi ni mti usiochagua udongo na unaostahimili mazingira mengi ya kitropiki. Unachukua kati ya miaka 2 hadi 3 tu kuanza kutoa matunda. Tofauti na miti mingi, mbilimbi huzaa matunda kuanzia kwenye shina hadi kwenye matawi na una uwezo wa kutoa mazao mwaka mzima. Huu ni uwekezaji ambao hautaki uwe na ekari nyingi. Hata mti mmoja nyumbani kwako ni chanzo cha mapato ya kila wiki ikiwa utajua jinsi ya kuutumia. Mchanganuo wa mti kama bidhaa. Hebu tuuchambue mbilimbi kwa jicho la kibiashara. Tunda, achari na viungo. Hii ndiyo fursa maarufu zaidi. Mbilimbi ni malighafi bora ya kutengeneza achari, pickles, na unga wa kiungo ambao hutumiwa kwenye mapishi ya samaki na nyama ili kuleta ladha ya kipekee. Vinywaji na shurubati. Juisi ya mbilimbi ikisindikwa vizuri na kuongezwa vionjo hutengeneza kinywaji chenye ladha ya kipekee na faida kubwa za kiafya, hususan katika kupunguza shinikizo la damu. Bidhaa za usafi. Kwa sababu ya asidi yake ya asili, oxalic acid, mbilimbi hutumika kutengeneza dawa za asili za kuondoa kutu kwenye chuma na madoa sugu kwenye nguo. Hii ni fursa ya viwanda vidogo vya sabuni na kemikali za usafi. Tiba asilia. Majani na matunda ya mbilimbi yanatumika katika kutengeneza dawa za kikohozi, mafua na matatizo ya ngozi, jambo linalofanya soko la dawa za asili kuwa na uhitaji nayo. Uchumi wa namba na ongezeko la thamani. Namba hazidanganyi. Ukichukua mbilimbi kilo 1 na kuiuza sokoni ikiwa mbichi, thamani yake ni ndogo sana. Lakini, ukichukua kilo hiyo hiyo na kuitengeneza achari piko iliyowekwa kwenye chupa na nembo nzuri, thamani yake huongezeka kwa zaidi ya 400%. Soko la viungo asilia vya chakula linakuwa kwa kasi duniani, na mbilimbi ni mbadala wa gharama nafuu wa limao na ndimu ambao unapatikana kwa urahisi zaidi. Hitimisho na hatua za kuchukua. Mwangaza wa fursa upo kwenye vitu vidogo tunavyovipuuza. Mbilimbi si tunda la kuokota na kutupa, ni mradi wa kiwanda kidogo cha viungo ukiwa hapo hapo nyumbani kwako. Ni wakati wa kuanza kuona mbilimbi kama bidhaa ya duka kuu, supermarket, na si tunda la kienyeji tu. Kama umependa uchambuzi huu wa fursa ya mbilimbi, tafadhali bonyeza alama ya like kuisapoti chaneli yetu ya Mwangaza wa Fursa, na usisahau kusubscribe hapa Mwangaza wa Fursa Elimika. Kwa kufanya hivyo, unatusaidia kuendelea kuibua madini haya yaliyofichwa shambani. Bonyeza kengele ya taarifa ili uwe wa kwanza kupata uchambuzi wetu punde tu unapotoka. Mimi ni Mr. Data, tukutane kwenye fursa ijayo.